naomba kumleta mwenyekiti mteule wa Baraza la Makanisa ya Kipentekosti Tanzania, Askofu na Mtume Daktari Vernon Fernandes. Makofi mazuri, makofi makubwa. Yeye anapelekwa na kusindikizwa na Askofu Daktari Magnus Mhiche kwa ajili ya kuapa. Kwa kuwa Mungu huwatumia wanadamu ili kutimiza mpango wake, mimi Askofu Daktari Vernon Fernandes nakubali kwamba Mungu ndiye amenichagua ili niwatumikie watu wake katika baraza hii kwa unyenyekevu, hekima, umoja, upendo na mshikamano. Na kwa kuwa moyo wangu wote na kwa moyo wangu wote mbele ya mashahidi hawa naahidi kwamba wakati wote wa uongozi wangu kama mwenyekiti wa baraza la CPCT sitaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, bali wakati wote nitasimama kama wakili mwaminifu kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma inatendeka. Na kwa kuwa maono ya CPCT ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo, ninaamini ninayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba nitakuwa mstari wa mbele wakati wote wa uongozi wangu pamoja na wenzangu kuonyesha dira ya kuyasimamia, kuyalinda, kuyatetea na kuyaendeleza kwa ufanisi maono haya. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ingekuwa vizuri kama tukisimama sisi sote. Mwenyezi Mungu Baba yetu, Muumba mbingu na nchi, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalisifu jina lako. Ulimfahamu mtumishi wako huyu mtume na Askofu Vernon Fernandes, na ulimwokoa na ukamwita katika utumishi na huduma. Na wewe uliona vema katika awamu hii apate kushika nafasi ya kuongoza CPCT katika kipindi hiki. Asante Bwana kwa ajili ya yale ambayo umeweka katika maisha yake na katika moyo wake. Na tunataka kumwombea baraka yako iwe juu ya maisha yake katika utumishi huu anaopokea siku ya leo. Kupitia maisha yake Bwana na yale maono ambayo umepanda ndani yake, kazi yako na kanisa na ushirika huu wa CPCT upate kusonga mbele. Uweze kuwa baraka katika kuunganisha kazi yako katika nchi hii ya Tanzania katika makanisa ya Kipentekoste. Na zaidi ya yote kwa Bwana, kwa kipindi hicho cha uongozi wake utampa hekima na busara katika kuongoza chombo hiki kiweze kuwa baraka katika taifa letu na katika nchi yetu, ili kazi yako ipate kwenda kusonga mbele na watu wengi wakujue wewe ndiye Mwokozi na mfalme wa wafalme. Asante kwa sababu wewe utambariki, utamuongoza, utalinda maisha yake na hata huduma hii ambayo anapokea siku ya leo, na utalinda hata familia yake, na kwamba kupitia maisha yake Bwana aweze kuwa baraka katika kazi yako. Naomba hivi kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Wote wakasema amina. Hii ni ishara ya kusimika kwako na kukabidhi Biblia, katiba ya CPCT na malengo mkakati ya 2023 mpaka 2033 katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Haleluya. Tunaweza kuketi. Wakati amesimama bado hapo hapo, askofu ambaye anasimika, naomba kumleta kwenu mtumishi wa Mungu Askofu Eliud Isanja ambaye ni makamu mwenyekiti wa CPCT Taifa mteule kwa ajili ya kuapa. Karibu sana. Naye atakuja, ataletwa na msindikizaji wake. Ambaye ni Askofu Steve Mlenga wa kanisa la FPCT Tanzania hapa. Makamu mwenyekiti mteule wa CPCT, ukiri na kiapo cha uongozi kwa kuwa Mungu huwatumia wanadamu ili kutimiza mpango wake. Mimi Askofu Eliud Isanja nakubali kwamba Mungu ndiye amenichagua ili niwatumikie watu wake katika baraza hili kwa unyenyekevu, hekima, umoja, upendo na mshikamano. Na kwa moyo wangu wote mbele ya mashahidi hawa naahidi kwamba wakati wote wa uongozi wangu kama mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa baraza la CPCT sitaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, bali wakati wote nitasimama kama wakili mwaminifu kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma inatendeka. Na kwa kuwa maono ya CPCT ni kudumisha umoja na mwili wa Kristo, ninaamini ninayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba nitakuwa mstari wa mbele wakati wote wa uongozi wangu pamoja na wenzangu, kuonyesha dira ya kusimamia, kuyalinda, kuyatetea na kuyaendeleza kwa ufanisi maono haya. Mwenyezi Mungu nisaidie. Asante. Naomba tusimame tena tafadhali, tunapoomba kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Baba wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya kazi yako katika CPCT. Uliona vema ya kwamba Bwana mtumishi wako Askofu Isanja Eliud kwa majira haya abebe majukumu ya kuwa makamu mwenyekiti wa ushirika huo. Namwombea kwamba Bwana utamsaidia katika kumsaidia mwenyekiti na kusaidia kama tutendaji yote katika utendaji kazi wao katika kuongoza chombo hiki cha CPCT. Namwombea kwamba hekima na busara yako itakuwa pamoja naye na kwamba Roho Mtakatifu wako atamuongoza na kumsaidia katika utumishi huu na huduma hii. Na hekima yako na busara yako iko pamoja naye na usaidizi wako katika kumsaidia mwenyekiti, kazi yako na ushirika wa CPCT utasonga mbele na utakuwa baraka katika nchi yetu na katika taifa letu. Sana kwa sababu utambariki yeye na kumlinda pamoja na familia yake na kumuongoza katika utumishi huu na huduma hii. Na kwamba haya ambayo ametamka mbele yako atayaishi ili kufanikisha kazi yako. Naomba hivi kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amina. Makofi mazuri. Asante sana. Pia na kukabidhi Biblia, katiba ya CPCT na mpango mkakati wa CPCT kwa miaka hiyo ambayo imetaja kwa mwenyekiti. Mungu akubariki na kutaka baraka za Bwana. Amina.
Asanteni sana. Mwenyekiti na makamu mwenyekiti wamemaliza kuapa, na sasa naomba niwalete wajumbe wa kamati tendaji mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kiapo. Kama nilivyosema, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CPST, tarehe 26 mwezi wa 6 2025, mkutano wa CPST mkutano mkuu ulifanya uchaguzi na kuwapata viongozi hao, na sasa naomba nimlete mjumbe wa kamati tendaji kwenu kwa ajili ya ukiri wa uongozi na kiapo. Namleta kwenu sasa Askofu Daktari Bruno Mwakiborwa kwa ajili ya kuapa. Karibu sana. Yeye anasindikizwa na Askofu Nazareth Nkumbu Mwaliego kwa ajili ya kuapa. Karibu sasa kwa kuapa mjumbe wa kamati tendaji mteule, kwa kuanzia pale ukiri wa kiapo cha uongozi na kuendelea. Asante sana. Amen. Kwa kuwa Mungu huwatumia ukiri na kiapo cha uongozi, kwa kuwa Mungu huwatumia watu, wanadamu, kutimiza pango wake, mimi Askofu Daktari Bruno Mwakiborwa nakubali kuwatumikia ndiye amejichagua ili niwatumikie watu wake katika baraza hili kwa nafasi ya mjumbe kama tendaji, kwa unyenyekevu, hekima moja. Na kwa hiyo kwa moyo wangu wote mbele ya mashahidi hawa naahidi kwamba wakati wote wa uongozi wangu kama mjumbe wa kamati tendaji ya baraza la CPST sintaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, bali wakati wote nitasimama kama wakili mwaminifu kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma inatendeka. Na kwa kuwa maono ya CPST ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo, ninaamini ninayo dhamana ya dhati kuhakikisha kwamba nitakuwa mstari wa mbele wakati wote waongozi wangu pamoja na wenzangu kuonyesha dira ya kuyasimamia, kuyalinda, kuyatetea na kuendeleza kwa ufanisi maono haya. Mwenyezi Mungu
nisaidie. Makofi mazuri. Tuombe. Mwokozi Yesu, mchungaji mwema, tunataka kukushukuru wewe kwa ajili ya maisha ya mchungaji Askofu Bruno Mwakibora, ambaye Bwana ulimwita na ukamwokoa na ukamweka katika utumishi na huduma. Lakini pia kwa majira haya umeona ya kwamba imekupendeza achaguliwe katika nafasi ya mjumbe katika kamati tendaji ya CPCT. Naweka mikono yangu juu yake nikimbarikia kwa baraka hiyo na utumishi huu ambao anakuwa nao kuanzia sasa wakati huu. Mfanye kwa baraka katika kamati tendaji, mtumie kama chombo mikononi mwako kwa utukufu wako. Mpe hekima na busara katika kushauri na kutoa maoni mbalimbali, na kupitia maisha yake kazi yako na ushirika wa CPCT uendelee kuimarika na kujengwa. Utamlinda, utamtunza, utamwongoza, utamsaidia katika utumishi huu na huduma hii, yeye pamoja na familia yake, hata maisha yake. Kwa utukufu wa jina lako naomba nikiamini kwamba umesikia na utatenda haya, katika jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba, amen. Makofi mazuri. Niombe tu anakabidhiwa zawadi. Pia nakukabidhi zawadi ya Biblia pamoja na katiba CPCT na mpango mkakati. Mungu akubariki sana. Asante sana. Niombe sasa, wakati ninamwita mjumbe mwingine ambaye ndiye mjumbe wa mwisho kwenye kamati tendaji, niombe wenzetu wa President Worship kama tunaweza kukaa kidogo hapa ili waweze kuona vizuri wengine hapo. Mtaitwa kwa wakati utakao kuwa umetajwa. Naomba sasa nimlete mbele yenu hivi sasa kutoa tamko la ukiri na kiapo cha uongozi mjumbe Askofu Godwin Yona Chimaisi. Karibu sana kwa ajili ya kuapa. Yeye anasindikizwa na Askofu Daktari John Kulindwa. Mjumbe wa kamati tendaji mteule wa CPCT, nasema kiapo changu. Ukili na kiapo cha uongozi. Kwa kuwa Mungu huwatumia wanadamu ili kutimiza mpango wake, mimi Askofu Godwin Yona Chimaisi nakubali kwamba Mungu ndiye amenichagua ili niwatumikie watu wake katika baraza hili kwa unyenyekevu, hekima, umoja, upendo na mshikamano, na kwa moyo wangu wote. Mbele ya mashahidi hawa naahidi kwamba wakati wote wa uongozi wangu kama mjumbe wa kamati tendaji ya baraza la CPCT, sitaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, bali wakati wote nitasimama kama wakili mwaminifu kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma inatendeka. Na kwa kuwa maono ya CPCT ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo, ninaamini, ninayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba nitakuwa mstari wa mbele wakati wote wa uongozi wangu pamoja na wenzangu, kuonyesha dira na kuyasimamia, kuyalinda, kuyatetea na kuyaendeleza kwa ufanisi maono haya. Mwenyezi Mungu nisaidie. Makofi, makofi. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambayo Bwana uliona vyema ya kwamba achaguliwe katika nafasi hii ya mjumbe katika kamati tendaji. Naweka mikono yangu juu yake kama ishara ya kumsimika katika nafasi hiyo, ya kwamba Bwana ukambariki katika utumishi huu na huduma hiyo.
mfanye kuwa baraka katika kamati tendaji, mpe hekima na busara kutoa mashauri na maono ambayo yanaweza kusaidia kazi yako kusonga mbele na wewe mwenyewe kujipatia utukufu na sifa. Utambariki, utamuongoza, utamsaidia. Tabariki pamoja na familia yake na nyumba na watoto wake wote. Neema yako Mungu haitamwacha wala kumpungukia. Na nashukuru kwa sababu wewe utamsaidia na utambarikia katika utumishi na huduma hii. Naomba haya kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Anakabidhiwa zawadi, Biblia pamoja na katiba na mpango mkakati. Barikiwe sana. Amina. Asante sana mjumbe wa kamati tendaji wa mwisho. Ninaomba sasa usichoke baba yetu kwa sababu ya kile kinachofuata. Wapendwa wajumbe wa mkutano mkuu, kinachofuata sasa ni tatoa maelezo mafupi ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini, na kisha kwa pamoja nitaita wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa ajili ya kuzinduliwa hiyo bodi ya wadhamini na kuombewa. Tangu kuundwa kwa chombo hiki CPST mwaka 1993 kimekuwa kikiendeshwa kwa mujibu wa sheria za nchi na katiba yetu ya CPST. Hivyo bodi ya wadhamini ni moja ya takwa muhimu la kisheria kwa taasisi zote ikiwemo baraza la CPST. Namba 2, bodi ya wadhamini wa mali za CPST inakuwa na wadhamini 7 akiwemo mwenyekiti na katibu wa CPST na wajumbe wengine 5 wanaochaguliwa kutoka miongoni mwa baraza la maaskofu. Namba 3, bodi hii ya wadhamini ni chombo muhimu sana kwa baraza la CPST, maana wanawajibika kutunza mali zote za CPST zinazohamishika na zisizohamishika, zikijumuishwa ardhi na vilivyomo ndani yake, majengo, mashine, magari na mali yoyote ile ambayo itapatikana kwa jina la CPST. Namba 4, bodi hii ya wadhamini wa mali za CPST watashika wadhifa huu kwa miaka 3 mfululizo. Namba 5, kwa heshima kubwa mbele za Mungu na mbele za mkutano huu mkuu wa baraza la CPST, naomba niwalete mbele yenu wajumbe wa bodi ya wadhamini wa mali za CPST waliopendekezwa na baraza la maaskofu na kuthibitishwa na mkutano mkuu wa CPST tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025 na kutangazwa tarehe hiyo hiyo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025 kufuatana na katiba ya CPST ili kuwa wajumbe wa bodi ya wadhamini wa mali za baraza la CPST kitaifa. Naomba sasa niwataje wajumbe hao, na ninapowataja ninaomba waweze kusogea hapa mbele kwa ajili ya bodi kuzinduliwa na wao kubarikiwa. Wajumbe hao ni hawa wafuatao. Mjumbe wa kwanza ni Askofu Wilson Mwawoga. Naomba taje mjumbe wa pili. Mjumbe wa pili ni Askofu Frola Joseph Kaguo. Wenye nafasi zao nitataja nafasi zao baada ya kwa wote wamekuja hapa. Mjumbe wa tatu ni Askofu Daktari Deogratius Rubala. Yeye mheshimiwa mgeni rasmi hayupo, yuko safari kwa muda mrefu nje ya nchi na anakaribia kurudi. Tunaye mjumbe mwingine Askofu Timotheo Lutobola, na kuomba mbele. Mjumbe mwingine ni Askofu Solomon Kilioma, karibu mbele. Naomba nimlete mjumbe mwingine Daktari Vernon Fernandez, mwenyekiti wa CPST Taifa. Yeye anakuwa mjumbe wa bodi kwa nafasi yake. Lakini kuna mjumbe mwingine ambaye anaingia hapo kwa nafasi yake. Na kabla sijamtaja mjumbe huyo, naomba niseme tu ya kwamba bodi ya wadhamini walifanya uchaguzi, mheshimiwa mgeni rasmi, na kuwapata viongozi wao ambao ni mwenyekiti na katibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa baba yetu msimikaji, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini
ni Askofu Wilson Mwaoga ambaye ndiye ametangulia hapa mbele, lakini katibu wake ni Askofu Flora Joseph Kaguo. Naomba sasa nimpeleke na nimlete kwenu mchungaji Daktari Baraka Kihoza, naye ni mjumbe wa bodi ya wadhamini kwa nafasi yake. Asante sana. Kwa kuwa wajumbe wote 7 isipokuwa yule ambaye hayupo kwa ruhusa, ndugu msimikaji, naomba sasa uendelee na zoezi la kuwabariki. Baada ya kusimika uongozi wa SPCT ngazi ya taifa, hii ndio kamati tendaji ya SPCT ya ngazi ya taifa katika ushirika wa SPCT, na natamka rasmi kwamba uongozi huu utaanza mwaka huu 2026 mpaka 29 katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.